Wanasema, habari dokta, hivi kwa nini wanawake wengine huwa hawahitaji kuandaliwa? Sababu ni nini hadi kuwa hivyo? Okay. Karibu ndugu mtazamaji katika channel ya Dr. Kuboja. Huyu ni mmoja ya wadau wangu ambaye aliniuliza swali. Na swali hili alilituma kwa njia ya WhatsApp. Akaniambia, dokta, kwa nini wanawake wengine hawahitaji kuandaliwa? Je, shida hasa ni nini? Na sikuweza kuongea naye kwa kina hasa zaidi. Nikamwambia utasubiria nitakapo posti katika channel yangu ya YouTube uweze kujifunza zaidi. Lakini pia niko hapa siku ya leo kuweza kukufundisha kwa nini hali hii inaweza ikatokea baina ya watu wawili ambao wapo katika mahusiano ya kimapenzi na tayari wameshaanza kushiriki tendo la ndoa. Lakini ndugu mtazamaji, nataka nikuulize swali moja. Siku zote yoyote anayefaidika katika jambo fulani ambalo linampatia faida, hutamani zaidi na zaidi kuweza kupata hilo jambo. Kwa lugha nyingine, huwezi ukafanya biashara ambayo haina faida. Narudia tena. Kwa lugha nyingine, huwezi ukafanya biashara ambayo haina faida. Mwanamke ambaye anayekuwa ameandaliwa vizuri, akawa sexually aroused vizuri, akapata uteute wa kutosha, lakini sio tu uteute wa kutosha, akaweza kufikishwa kwanza kwa njia ya maandalizi. Hapa wanaume, naomba muweze kunielewa. Mwanamke anaweza akafikishwa kileleni kwa njia zisizopungua 2 mpaka 3. Kwa njia ya maandalizi tu, mwanamke anaweza akakojozwa na akafika kileleni. Mwanamke ambaye utafanikiwa kuweza kumuandaa na kumfikisha kileleni kwa njia ya maandalizi, mwanamke huyo atatamani zaidi na zaidi kuendelea kushiriki na wewe. Atatamani zaidi na zaidi uendelee kushughulika na mwili wake. Atatamani zaidi na zaidi uendelee kumfanyia maandalizi, uendelee kumtomasa, kumlambalamba, kumnyonya-nyonya, kumshikashika. Atatamani na atakuachia mwili wake kwa uhuru zaidi. So ukiona mwanamke anakataa maandalizi wakati ama kabla hujaanza kumuingilia, maana yake amegundua hiyo ni biashara ambayo haina faida. Na kwa sababu ni biashara ambayo haina faida, hayuko tayari kuingia katika hiyo biashara. Hayuko tayari kukupatia mwili wake ili uweze kushughulika nao. Hayuko tayari kuweza kuhakikisha anashiriki na wewe. Hivyo basi, nini ambacho kinatakiwa kifanyike mwanaume ambaye unakutana na changamoto hii? Ni lazima utambue kwamba lazima kuna vitu unavikosea. Changamoto kubwa iliyopo ni kwamba wanandoa wengi leo hii hawaliongelei tendo la ndoa. Hawaongelei ubora wa tendo la ndoa. Hawaongei nini ambacho kinatakiwa kifanyike. Ni lini mara ya mwisho umemuuliza mke au mume wako kuhusiana na namna ambavyo analifurahia tendo la ndoa? Kuhusiana na namna ambavyo wanavyomfanyia maandalizi. Je, unamwandaa katika njia ambazo ni sahihi? Je, umeshawahi kuzungumza kuhusiana na namna ambavyo mke wako kama anafurahia kuweza kufikishwa ama huwa unamfikisha kila mnapokuwa mnashiriki? So tusikae kuongelea bili za maji peke yake, tusikae kuongelea ada za watoto peke yake. Tendo la ndoa ndio ambalo limeunganisha wanandoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwepo na mijadala
kuwepo na mazungumzo baina ya mke na mume. Tena ikipendeza siku hiyo mtoke out, msiweze kuongelea nyumbani, ili kusiwepo na kitu chochote ambacho kitacho interrupt. Muwe katika eneo ambalo litakuwa na utulivu. Simu zenu zote wawili zizimwe na ziondolewe kabisa wakati huo wa mazungumzo, ili kila mmoja awe deep katika hayo mazungumzo, atoe kile ambacho kilichopo katika moyo wake. Kwa hiyo hakuna mwanamke ambaye atakataa maandalizi kama anapata maandalizi sahihi. So kama endapo hujui namna ya kuweza kumwandaa mwanamke, kuna video clips maalum ambazo zipo, gharama yake ni shilingi 15,000 tu. Nitafute niweze kusaidia. Lakini pia kuna mbinu za kuweza kumwandaa mwanamke kisaikolojia. Ukilipia hiyo gharama ya shilingi 15,000 ya video, utapata na huduma ya kuongea na mimi bure ya ushauri nasaha. Nitakupa material, nitakupa ushauri namna gani ya kuweza kumhandle mwanamke kihisia, namna gani ya kuteka ufahamu wa mwanamke, namna gani ya kumtawala mwanamke kisaikolojia na kuweza kufahamu mwili wake, kufahamu utayari wake. Unaweza kuwa unataka kushiriki tendo la ndoa lakini yeye kisaikolojia hayuko sawa. Yote haya mwanaume yapaswa uweze kuyafahamu. So hitimisho ni kwamba hakuna mwanamke ambaye anaweza akakataa kushiriki kuandaliwa kama huwa anaandaliwa vizuri. Kama una mapungufu hayo, ujui namna ya kuweza kumwandaa mwanamke, unahitaji maarifa, unahitaji elimu, nitafute katika namba ifuatayo: 0765493645, 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la afya yako, suluhisho la mahusiano yako. Bye bye.